jambo la kujiandaa kwa ajili ya akhira, waljiddi fi dhalika, na kufanya juhudi ya kuiandaa akhira yetu, ni jambo ambalo limekuwa lizito kwa wengi katika watu. Ili jambo limekuwa lizito mno. Wa innal jidda wal ijtihada fi taati, na hakika mtu kuwa na juhudi katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, yusilu ila tariq almustaqim, hili jambo linamfikisha mtu katika njia iliyonyoka. Kila siku kwenye swala zetu tunaomba kwenye suratul Fatiha, ihdina siratal mustaqim, ewe Mola wetu tuongoze njia iliyonyoka. Fanya matendo mazuri, jikurubishe kwa Allah, jisogeze kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwezesha kufika kwenye njia iliyokuwa sahihi, mja wa Allah, njia ambayo alladhi la wijaja fihi, ambayo haina makato, njia ambayo imekaa sawa sawa, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Rabbul Izzati wal Jalal, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, na wale ambao watakaopambana, watakaofanya jitihada kwa ajili yetu. Huyu ni Allah anazungumza, wale ambao watakaopambana wakafanya jitihada kwa ajili yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, tutawaongoza katika njia yetu, tutawaongoza katika njia sahihi, tutawaongoza katika pepo. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wajua Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anaendelea akisema, wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Ya Allah, ya Allah, wa inna Allaha la ma'al muhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala yupo pamoja na wale ambao wanaofanya yaliyokuwa mema, yuko pamoja na wale ambao watendao mema. Jitazame wewe, unayafanya yapi? Unayafanya mema, unayafanya mabaya? Allah anasema ya kuwa wale ambao yuko pamoja nao ni wale ambao wanaofanya mazuri, wale ambao wanayoyatenda yale ambayo Allah anayapenda. Hawa ndio ambao wako pamoja na Allah. Hivi wewe jiulize, uko pamoja na Allah, uko mbali na Allah? Uko pamoja na Allah, tayari umeshaweka mbali dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kutuamrisha tuweze kufanya jihad, tupambane, tufanye juhudi ya kuyafanya yale ambayo ni kheri. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wajahidu fillahi haqqa jihadihi, na muweze kupambana kwa ajili ya Allah, ukweli wa kupambana. Pambaneni kwa ajili ya Allah, ukweli wa kupambana. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, na mwanadamu hatopata katika malipo isipokuwa kile ambacho alikipambania, kile ambacho alikifanyia juhudi. Hatopata isipokuwa kile ambacho alikipambania, waja wa Allah. Kisha Allah anasema, wa anna sa'yahu sawfa yuraha, na juhudi ya binadamu, juhudi ya mwanadamu itaonekana. Kile ambacho unakifanya, Allah anakuona. Umelala usingizi wako, alfajiri imefika, tayari ndio mwili ni mzito, unahisi uchovu wa jana, swala imekimiwa au adhana imetolewa msikitini, unauacha usingizi wako, unakwenda kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muda wa swala umefika, umeacha kazi yako ambayo ndio dunia yako, umekwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema, wa anna sa'yahu sawfa yura, na mwanadamu juhudi yake, yani bi maana zile sababu ambazo anazifanya, ile juhudi ambayo anaifanya itaonekana. Allah anakuona. Thumma yujzahu aljazaa alawfa, kisha atalipwa malipo yaliyokuwa bora, malipo mazuri, malipo mengi atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ametuambia Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallama, hadithi kutoka kwa Abu Hurairata radhiyallahu anhu, Mtume anasema, ihris ala ma yanfa'uka, harakia, pupia yale ambayo yako na manufaa na wewe. Pupia yale ambayo yana manufaa na wewe. Usitazami manufaa ya kidunia tu, msinielewi vibaya. Kuna wale ambao wanakimbizana na manufaa ya kidunia, wanasahau akhera. Hapa Mtume anatuelekeza tukimbilie yale ambayo yatakayotunufaisha mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'in billahi wala ta'jazan, na pia vile vile umuombe msaada Allah, na wala usishindwe, usivunjike moyo, na wala usikate tamaa. Bimaana uombe msaada kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfiq inatoka kwa Rabbul Izzati wal Jalal. Allah pia alikuachia nafasi ya
kuamua na utashi wako. Kile ambacho unachokitaka kipo chini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya yale ambayo Allah anayapenda na umuombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala. Waja wa Allah subhanahu wa ta'ala